Saidieni kidogo. Saidieka. Pole. Hawana lolote. Hawezi kaka. Mkaguzi wa jeshi la polisi Samuel Elbariki Kaya amekuwa shahidi wa tatu wa Jamhuri kusimama Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam na kuanza kutoa ushahidi wake leo Alhamisi ya Oktoba 16, 2025 katika kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu. Katika maelezo yake ya awali akiwa anaongozwa na wakili wa serikali mkuu Thawabu Issa, shahidi huyo ameieleza mahakama kuwa yeye yupo kamisheni ya uchunguzi wa sayansi ya jinai kwa maana ya kitengo cha picha kinachohusika na kurekodi matukio ya uhalifu, kufanya uchunguzi wa picha mbalimbali, yani picha jongefu kwa maana ya video na picha mnato kwa ujumla wake. Ametumia siku yake hii kueleza kwa kina kuhusiana na elimu yake kwa maana elimu ya kipolisi na elimu nyingine ya kitaaluma, lakini kama yotoshi ametumia siku hii kwa kiasi kikubwa kueleza kuhusiana na namna ambavyo yeye amekuwa na uzoefu kadhini tangu alipojiunga kwa mara ya kwanza na jeshi la polisi, na ameeleza kwamba baada ya kupangiwa kitengo cha picha ya sayansi yani sayansi ya jinai mwaka 2014 alianza na mafunzo yanayohusu upigaji wa picha zote, yani video na picha mnato ambazo alijifunza kwa Software Photograph Laboratory. Mafunzo hayo ambayo yalichukua takriban muda wa miezi 6. Lakini anasema pia katika safari yake ya elimu mwaka 2021 hadi mwaka 2022 alihudhuria mafunzo ya msaidizi wa jeshi la polisi kwa maana ya ACP yaliyochukua kule Moshi mkoani Kilimanjaro. Ni mafunzo ambayo yalichukua takriban kipindi cha miezi 4 hivi. Lakini pia kama itoshi kuhusiana na elimu ya ujuzi yani professional qualification, anasema mwaka 2010 yeye alihudhuria mafunzo ya stashahada ya teknolojia ya habari na mawasiliano yani diploma in information technology. Lakini pia alihudhuria mafunzo ya taasisi ya uhasibu Arusha, na anasema kwamba akiwa hapo alijifunza masomo kadha wa kadha. Lakini kama hiyo itoshi pia alihudhuria mafunzo mwaka 2015 ya forensic video examination na data technology and etching technology katika chuo cha Hamaska College kilichopo Gauteng Province kule South Africa. Na akiwa hapo alijifunza masomo pengine mbalimbali ikiwemo email analysis, social recognition, motor vehicle chassis number examination. Mafunzo yalichukua muda wa miezi 6 na akapata certificate of competence. Lakini kama itoshi mwaka 2016 hadi mwaka 2019 alihudhuria mafunzo ya shahada ya kwanza elimu ya mawasiliano na alisoma katika chuo cha IFM hapa nchini. Kwa hiyo kwa muda mrefu shahidi ameeleza safari yake ya kielimu ya masuala ya polisi, lakini pamoja na masuala yake ya elimu ya kawaida ambayo yuko nayo kwa maana ya professional. Awali kabisa akiwa mahakamani hapo, mshtakiwa ambaye anajitetea mwenyewe kwa maana alianza kwa muendelezo wa kuuliza maswali ya dodoso kwa maana ya cross examination kwa shahidi wa pili wa Jamhuri, Inspector wa jeshi la polisi John Kaya, ambapo alianza kumuuliza kama anafahamu kwamba form number PF 145 aliyojaa wakati anakabidhi vielezo kwa mtunza vielezo kuwa kusoma wakati wa komito, na shahidi huyo alijibu kuwa kuhusu hilo kwa kuwa hakuwepo wakati wa komito inasomwa. Lakini pia baadaye Lissu alijikita kumuuliza shahidi huyo maswali mengi zaidi kuhusiana na kile alichodai kuwa madudu ya chaguzi mbalimbali nchini na njia ya ngumu inayopitia vyama vya upinzani katika chaguzi hususan katika chaguzi za serikali za mitaa 2019 na 2024 na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na mwaka 2025. Lissu katika eneo hilo alitaka kufahamu endapo shahidi anatambua kwamba katika uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 idadi kubwa ya wagombea wa upinzani walienguliwa hadi kufikia hatua aliyekuwa katibu mkuu wa CCM wakati huo Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kuelekeza wagombea hao warejeshwe, na kwa baadaye anasema waziri wa TAMISEMI
Mohamed Omar Mchengerwa kuahidi kuwa wote walioenguliwa warejeshwe endapo watakata rufaa, na majibu ya shahidi huyo anasema kwenye maswali yao kwamba haikuwa akumbuki kama jambo hilo lilitokea. Lakini pia mshtakiwa amemhoji pia, alitaka kufahamu endapo shahidi amesikia ama anafahamu au afahamu ama amewahi kusoma taarifa mbalimbali za waangalizi wa chaguzi mbalimbali hapa nchini kuanzia mwaka 1995 na mapendekezo yao kwa serikali, ambao wengi walikosoa chaguzi zetu kuanzia mwaka 2019 na kuja juu. Mara zote alipoulizwa kuhusiana na maswali hayo, shahidi huyo alieleza mahakama kuwa fahamu, hajui, na wakati mwingine alieleza kwamba alikuwa anasikia taarifa hizo lakini hana uhakika nao wa moja kwa moja. Lakini kama itosha, ameulizwa pia endapo anafahamu kwamba aliyekuwa mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ACT Wazalendo Luhaga Mpina ameinguliwa na INEC na baadaye majaji wa Mahakama Kuu kueleza kuwa hawawezi kuingilia maamuzi ya tume. Shahidi huyo alijibu ni kweli, lakini alipoulizwa nafasi ya majaji kuteuliwa na rais, shahidi huyo alisema kwamba majaji wanateuliwa na rais kwa mujibu wa katiba, na kwamba wakati anafanya uteuzi huo hafanyi kama mwenyekiti wa CCM kama ambavyo inadaiwa na mshtakiwa. Mengi yamejiri mahakamani hapa kwa siku ya leo, na baada ya shahidi watatu kuendelea kueleza elimu yake ya kipolisi na muda wake na uzoefu wake kazini, akataka sasa kuanza kueleza kuhusiana na msingi wa kesi hii, kwa maana ya jambo lenyewe ambalo yeye anahusika nalo, kwa maana ya siku ya Aprili 8 mwaka huu. Lakini baadaye kutokana na wakati mahakama imeona ni busara jambo hilo ambalo ndo msingi wa kini jambo hili aanze kulieleza kuanzia hapo kesho, na kesi hii imeahirishwa mpaka kesho ambako itaendelea. Sawa, leo tumemaliza, mwenyekiti amemaliza kufanya maswali ya dodoso kwa shahidi namba 2 John Kaya, na kama ambavyo mnakumbuka na mnafahamu, ametumia jumla ya siku 5 zimetumika kwa ajili ya maswali ya shahidi namba 2. Sasa kwa mwenendo huo wa kutumia siku 5 kwa shahidi mmoja, na kwa vile jamhuri walisema wana mashahidi 30, maana yake kuzidisha mara 5, mnaweza mkaona siku ambazo tutatumia hapa. Lakini jambo jema ni kwamba ameanza kutoa ushahidi tena shahidi namba 3 kwa upande wa jamhuri, Samuel Elibariki Kaya, Assistant Inspector wa Jeshi la Polisi, na ushahidi wake haujaenda mbali sana. Leo ametoa tu historia ya elimu yake na uzoefu wake kazini. Sasa kesho ndo tunatarajia kwamba atatoa ushahidi ambao unaenda kwenye kiini hasa cha shauri hili. Tunamsubiri kesho. Kwa leo ilikuwa ni bachelor tu ile ya kuanzia. Kwa kesho tutakuja kuendelea na shahidi namba 3. Akimaliza na Mwenyezi Mungu akitujali ya uhai, basi inshallah mwenyekiti naye ataanza kuhangaika naye kama ambavyo amekuwa akihangaika na mashahidi wengine. Kama atatumia siku 2, siku 3, siku ngapi, mimi sifahamu. Italingana na ushirikiano wake, italingana pia au itategemeana pia na maswali na ushahidi atakaokuwa ameutoa. Lakini kwa sasa ni upande wa jamhuri bado wanamuongoza shahidi wao kutoa ushahidi na mahakama inarekodi ushahidi wao. Upande wa jamhuri wakimaliza, tutakuja hatua ya pili ya upande wa mwenyekiti kumhoji sasa shahidi maswali husika, na akimaliza mwenyekiti kumuuliza shahidi maswali, tutakwenda hatua ya 3 upande wa jamhuri tena kuuliza maswali ya kusawazisha kwenye maeneo ambayo wanadhani shahidi wao hajafanya vizuri au hajajibu vizuri maswali ya mwenyekiti. Kwa hiyo tukimaliza hizo hatua 3, shahidi huyu anakuwa amemaliza au amehitimisha kutoa ushahidi wake, alafu analetwa shahidi mwingine. Kwa hiyo kwa hapa ndo kwanza tumeanza leo shahidi namba 3, tutaendelea naye kesho, na kama tamaliza mapema basi mwenyekiti atapata fursa ya kumuuliza maswali. Ni hayo tu update ya siku ya leo kwa kilichotokea hapa mahakamani. Asanteni sana.